kuendelea. Kama leo pia watafanya mazoezi ya mwisho mepesi jioni baada ya muda wa mchezo, lakini overall kama team tumejiandaa vizuri, tuko tayari kwa ajili ya hiyo mechi, lakini tuko tayari kwa ajili ya kulipa kisasi. Al-kisasu hakun. Kisasi ni haki wa yule ambaye alitendewa asivyopenda. Kwa hiyo kwa sababu walitufedhehesha kwao tukiwa kwenye ubora wa kuwafunga, tukaacha mpira uzungumze. So this time around pia hatutawachukulia wepesi hata kidogo. Tunaenda full mkoko, full mkebe, booster zote ziko juu na paa namna hii. Na wakati mnazungumza hivyo, Tabora pia wanazungumza kwamba walichokifanya kule. Tabora wamezungumza wapi wakati hata kufika hawajafika? Msemaji wao wamezungumza kwenye press saa 5 hii asubuhi. Wako huko sijui panaitwaje Ikungi Singida, ndo wanakuja sijui Ikungi. By the way, najua pia wanazungumza hivyo, haijalishi, lakini sisi tumejiandaa vizuri. Overall, hakuna mtu ambaye anajiandaa kushindwa. Kila mtu anajiandaa kushinda, kila mtu anajiandaa kucheza vizuri. Kwa hiyo 100% tutatoa kila kitu ambacho tuko nacho ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na wakati mzuri. Kwa mashabiki kuelekea mchezo huu ukiwa ni mchezo wa mwisho kwa msimu huu kwenye uwanja wa nyumbani. Sidhani kama kuna neno ambalo linaweza kurejea zaidi ya lile ambalo tunawaambia siku zote. Kwanza tunajua wamemisi burudani, wamemisi kucheza, kuona timu yao ikiwa inacheza. Kwa hiyo wanakaribishwa sana Azam Complex. Tayari tumeshatangaza viingilio vya mchezo. Kwa hiyo ni wao tu kununua tiketi zao kuja waje kuiona timu yao ikiwa inacheza. Na karibuni niwapongeze mashabiki wetu, walikaa kikao cha kutathmini mwenendo wa timu wakiongozwa na umoja wa mashabiki wa Azam Football Club, UMAF. Wamefanya kazi nzuri sana chini ya mwenyekiti wao pamoja na katibu, na kiukweli timu yetu ina miss na ilikuwa inatamani kuona vitu kama hivi. Hopefully kwa sababu wamefikisha maazimio yao kama wanachama kwa mwenyekiti wa klabu yetu mzee Faza Nasro Idrisa, kwamba klabu itaona kwamba yana mantiki na yale ambayo yanafaa kuyafanyia kazi watayafanyia kazi, yale ambayo hayafai watayaacha. Kwa hiyo kwenye hayo maazimio miongoni mwao ni kusahau chochote ambacho walikutana nacho kikawaumiza kwenye mechi zilizopita na kuwapo uwanjani. Kwa hiyo mashabiki wa Azam Football Club kupitia maazimio ambayo wamekaa wenyewe kikao, tunawaita kesho uwanjani waje, na kama haitoshi iwe ni mwanzo mzuri wa kuelekea msimu ujao. Lakini pia tunawakaribisha kufanya safari kwenda Babati kwa ajili ya mchezo wa mwisho dhidi ya Fountain Gate. Sisi ndo mabingwa wa kushusha watu daraja. Mshusha? Tulishusha Geita msimu uliopita. Na msimu huu kuna mtu amekaa na pwaya hapa. Tabora sio wabaya sana, lakini Fountain Gate naye kwa namna ambavyo tunaona, tuombe Mungu. Leo litawakuta jambo. Wenyewe wanakuambia kwamba hawatacheza hata play. Bwana Mbuzi alisema. Asa wewe Mbuzi unamwamini? Kwanza unamwamini mtu anaitwa Mbuzi? Mbuzi alisema hata playoff hawata. Unamwamini Mbuzi? Wako nafasi ya ngapi sasa hizi Fountain Gate? Kwa hiyo sisi ndo tunaenda kukomelea ule msumari wa mwisho. Tunapiga hapa utosini hapa. Safari. Hatuogopi kucheza nao. Sio wao, sio Tabora. Hizi ni timu mbili ambazo nafikiri zitatuaminisha kwamba tunamaliza msimu vipi. Lakini pia mnajua nature ya Azam FC tunapokuwa tunamaliza msimu. Last season watu walichukua 6 wakachukua 7. Watu walichukua 6 mjini afu akaenda kufa mtu 2 kule. Msimu ule wa nyuma kuna mtu alichukua 8 Polisi tukashusha daraja. Tukashusha Geita msimu uliopita. Msimu Fountain Gate wanalo. Ni huzuni. Ni huzuni kwa kweli. Tusikitike kidogo. Nauma. Mbali na hayo Ibwe, majuma kadhaa yaliyopita mliweka posti kwenye kurasa wenu wa Instagram pale, mkaweka ni kama mtu amefichwa, alafu ile hashtag ikasema itawashangaza kama nitakuwa siku. Jambo kubwa kabisa ndani ya Azam FC. Tarehe 1 mwezi wa 7. Nakupa angalau tarehe ya hilo jambo. Tarehe 1 mwezi wa 7. Usi mwezi wa 6? Tarehe 17. Leo tarehe 17 mwezi wa 6. Tarehe 1 mwezi wa 7. Lile jambo kubwa wanalosubiri. Msimu utakuwa ushaisha, tutakuwa tumeshapumzika. Ni jambo kubwa kabisa. Tarehe 1 mwezi wa 7. Ni mchezaji bila. Ni jambo kubwa la Azam Football Club. Ila tumefunika, tulifunika pale hivi. Utambulisho wa jezi msimu. Sijui. Au labda tumuulize Tunga. Tumuulize Popat au Tunga. Kwamba hata wewe pia ufahamu.
Najulia wapi? Mimi mtu mdogo sana kwenye club. Mimi kazi yangu ni kuzungumza na wanahabari, kutoa mrejesho cha ndani. Kwa hiyo wakubwa wangu akishanipa cha ndani cha tarehe 1 ninakitoa. Mimi najua tarehe tu, lakini lenyewe silijui. Tarehe 1 mwezi wa 7. Dude kuu. Azam FC. Bunge la dude. Azam FC. Au ndio haya ambayo yanaendelea kuimba? Yapi? Kuhusiana na ujio wa kocha Florent Ibenge kwenye viunga vya Azam. Hiyo wangeniambia kwa sababu hiyo iko kwenye cycle yangu. Unajua sisi wakitaka kusajili mchezaji au staff lazima wakuambie wewe kama mtu wa idara ya habari. Idara ya habari inaambiwa ili mspekuleti mawazo namna ya kuideliver. Sawa? Lazima mnakuwa mnaambiwa, na kwa sababu hatuna mbambamba tulikuwa tushamaliza na kila kitu. Sijui kama umenielewa. Lakini yajayo yanafurahisha sana kusema kweli. Ni kweli yupo kwenye rada za Azam FC. Nyinyi unajua mimi kwanza sijui hizi speculations zinatoka wapi. Ibenge ni miongoni mwa makocha ambao wametembelea Azam Complex sana. Sijui kwa nini hiki ambacho watu wanakizungumza wanakitilia mkazo sana kwamba ni kocha wetu au labda tumeshafanyaje sijui. Acheni muda uongee. Acheni muda uongee kwa sababu Al Hilal wakija hapa Tanzania wanakaa Chamazi, wanafanya mazoezi Chamazi. Wale ni jamaa zetu, ni ndugu zetu, kwa hiyo ni vibaya si kutembelewa na Ibenge? Hamna ubaya wowote. Kwa hiyo kwa kusema hivyo ni kwamba hamna mpango wowote wa kumsajili Florent Ibenge kama kocha mkuu kwa msimu ujao. Sijui. Mimi sijui. Sijui. Labda nimuulize Zaka. Kwamba Ibenge anakuja. Ngoja nimuulize Babu Zaka. Muulize Babu Zaka. Mimi nimeambiwa kuhusu Ibenge, nimesema kwa nafasi yangu 1 2 3. Sasa je, mna mpango wowote kama klabu au mwenzangu labda mkuu wa idara amepewa hii taarifa? Mimi sijui. Na mimi na hamu pia ya kutaka lakini swali ni moja tu. Babu, usiongee yale mambo yale babu. Niko kwenye mic hapa, usiongee yale mambo. Babu, nimeulizwa swali hapa kuhusu kocha Ibenge. Mimi nimesema kwamba tuna mahusiano mazuri ya klabu zetu Al Hilal na Azam FC, na sio mara ya kwanza huyu bwana kutembelea Azam Complex, na sijui hizi taarifa zinatoka wapi. Sasa nikasema labda niulize kwa mkuu wangu wa idara, labda pengine mwenzangu una kitu unajua mimi sijui. Yaani kwamba Ibenge katembelea Azam Complex? Katembelea eti Azam Complex, Azam mmemsajili Ibenge, eti mmemsaini Ibenge. Kuna taarifa yote kama mkuu wa idara? Hapana, sina taarifa. Alafu kama kutembelea wanatembelea wengi. Mbona Rulani? Unajua Rulani alikuwa wiki iliyopita? Rulani? Alikuwa wiki iliyopita. Alikuja naye Azam Complex Zaka, mbona mimi sijui? Alikuja Azam Complex wiki iliyopita tu kama nadhani. Kwa hiyo naye mmemsajili. Sasa kama ni yani kama kuja Complex ni hivyo basi maana yake itakuwa wengi. Kwa sababu wanakuja wengi kutembea. Wanakuja wakocha wa ndani, wanakuja viongozi wa mpira, wanakuja watu gani, wanakuja watu wengi tu. Sababu sio issue kwa sababu. Nasikia na wewe kuna klabu imetuma ofa kubwa inataka huduma yako. Mimi nataka niende na Mbuto. Sasa kila kocha akitembelea Azam FC ni kocha wa Azam FC, haifai namna hiyo. Lakini nafikiri tuache muda uzungumze. Kila kitu kiko kwenye ramani nzuri. Vizuri ni kumaliza ligi. Watu wetu wa assessment watuambie kwamba kwa mujibu wa project mliokubaliana na mwalimu akianza msimu, mmefikia malengo kwa asilimia kadhaa. Kwa hiyo tunaendelea na mwalimu au hatuendelei na mwalimu au tunahitaji mwalimu mwingine. Hilo ni swala ambalo tutalisema rasmi. Mimi huwa sipindishagi maneno. Ikifika tarehe 1 nitakwambia kila kitu. Aisha Azam Complex nyumbani kwao sasa. Kwa sababu Aisha ana train always Azam Complex. Aisha anaishi upande ule kule. Ile ndo academy aliyotokea. Jina la Aishi Manula lilipate pale. Na kila kitu ambacho alikifanya kwenye mpira wa nchi hii kabla ya kwenda kucheza timu yake anayocheza sasa hivi, alikianzia pale. Kwa hiyo pia si kitu ambacho nakishangaa. Ila si ajabu ukweli ni kwamba tumesajili, ila tarehe 1 nitawaambia kila kitu. Tarehe 1 nitawaambia kila kitu. Kuhusiana na Manula na Ibenge? Hapana. Nitawaambia na kuhusu usajili wa Azam FC tarehe 1 ya mwezi wa 7. Nashukuru sana. Uje pale.